Leo hii ni jambo ambalo limetangaa katika jamii yetu, si katika hii mipaka ya nchi yetu tu, mpaka nje ya mipaka ya nchi yetu. Watu kutoana roho ni jambo jepesi kabisa, na kwa sababu jepesi kabisa, leo tunaona watu wanatoana roho tunavyoambiwa kwa misingi ya wivu wa kimapenzi. Hebu tafakari, wivu wa kimapenzi inapelekea mtu mpaka kutoa roho ya mwenzake. Watu wanapelekea kutoana roho kwa sababu ya mali tafi, mali ambayo unaiacha baada ya muda. Watu wanatoana roho kwa sababu tu ya itikadi, ima za kitaasisi, itikadi za kivyama, itikadi za kisiasa, itikadi yamejaa mno, hayasemeki. Kila uchao unapofungua vyombo vya habari, basi hukutana na mambo ya kuuana. Waislamu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyoelewa na Imam Muslim anasema, la taqumu saa hata yakthuru alharaju, hakitosimama kiyama mpaka iwe wingi mno wa haraj. Masahaba ridwanullahi alayhi wasallam wakamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamal haraj, haraj nini? Akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alqatlu, kuuana. Leo si nchi yetu, si majirani zetu na wengine na ulimwengu, angalia vifo vinavyotokea katika siku vya kuuana kwa makusudi. Naweza kusema kuna vifo vya bahati mbaya, watu wamekosana, wapigana vita wakauana kwa bahati mbaya, lakini hivyo vita vinafanywa na watu wanauana kwa makusudi. Sasa hii inaonyesha nini? Kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposimama katika hajjatul wadaa, anatuhusia sisi umma wake. Hili swala la kutoana damu, la kuuana, ni swala zito mno, tusilichukulie wepesi. Waislamu, mtu anaweza kuona labda uzito unakuja pale kwamba nafsi ya ndugu yako imeondolewa, ndio wewe unasikia uzito. La hasha, mwenye kumuua mtu mmoja ni kama ameua watu wote.